Ya habari gani tena siku ya leo, na mtazamaji unayetufuatilia katika mitandao yetu, tukiwa tunahabarisha habari za afya, habari za mahusiano, muziki na kadhalika. Leo hii tuna topic nzuri sana inayoongelea habari ya damu. Wote tunajua kwamba damu ni uhai, na kiukweli na kiuhalisia ni kwamba maisha yetu yanategemeana na damu, na hata kama una tatizo lolote la afya, ukienda hospitalini, cha kwanza kabisa ambacho huwa wanaangalia ni damu. Ni kweli kuna vipimo mbalimbali, utaongea na mshauri wa afya, lakini kipimo kikubwa kabisa ni kipimo cha damu. Sasa kwa nini damu? Na kwa nini leo tunataka tuangalie damu? Natamani sana uweze kutembea pamoja na mimi katika video hii, uweze kupata kitu ambacho naamini kitakuweza kukupa ni msaada kwako. Ni kweli wote tunafahamu kwamba damu ni uhai, lakini wote tunafahamu kwamba tunapokuwa na damu iliyochafuka ina maana kwamba sisi tuna magonjwa, na ndio maana tunapokuwa tunaugua, tukienda hata hospitalini, tunaambiwa kwamba damu yako imechafuka. Kwa hiyo damu ikiwa imechafuka ina maana kwamba wewe tayari una shida. Sasa zaidi ya hiki ambacho wote tunakifahamu, lakini natamani sana tuweze kwenda hatua mbili mbele kuhusiana na swala hili la damu, kwa sababu tatizo sio damu, tatizo ni damu ya aina gani ambayo tunaweza tukatengeneza. Kuna jambo moja ningependa uweze kulifahamu, nalo ni kwamba chochote unachokula una uchaguzi wa kile unachokula. Na maana kwamba unaweza ukaenda katika restaurant, unaweza ukaenda katika mgahawa, unaweza ukaenda nyumbani kwako pale katika jiko, ukachagua kwamba unataka kula nini. Lakini kiukweli na kiuhalisia hauna uchaguzi wa kile ambacho umekimeza. Yaani nikiwa na maana kwamba uchaguzi wako wa chakula unaweza ukawa unaishia unapokitafuna na kukimeza, lakini kinapoingia tu katika mfumo wako, tunaweza tukasema kwamba kinapoanza kupita katika hii njia ambayo inaitwa esophagus kwa jina la kitaalam, kwenda katika tumbo au stomach, hauna tena uchaguzi wa nini hicho ulichokula kiweze kufanya katika mwili wako. Nakumbuka kama nilivyosema kwamba jinsi ya kutengeneza damu, katika maisha yetu tunatengeneza damu mbili. Kuna damu mbili tu tunatengeneza. Ni damu ambayo inatokana na maradhi na damu ambayo inatuletea uzima. Na process ya kutengeneza damu hii inafanyika kila siku katika maisha yetu, jinsi ambavyo tunaishi, kuanzia lifestyle yetu, tunakula nini, tunakunywa nini, vyote hivi vinatengeneza damu. Lakini pia kuna sehemu nyingine ya pili ambayo nayo natamani tuweze kuelewa kwamba mioyo yetu au mind, akili zetu pia zina uwezo wa kuathiri damu. Tumeangalia katika video zilizopita, wengine mnaweza mkawa ni mara yenu ya kwanza kuangalia, mnaweza mkatufuatilia katika zile video zilizopita. Tuliangalia kwamba kitu cha kwanza kabisa ambacho kina determine au kinategemea afya yako ni akili. Kwa hiyo kama akili yako haiko vizuri, mind nikiwa na maana ambao kisayansi wao wanatumia ubongo, lakini kiuhalisia ubongo hauna uwezo. Ubongo ni organ kama organ nyingine, ni kama mkono, hauna uwezo wa kutengeneza maisha, lakini ni akili ambayo hii akili inakaa katika ubongo wako. Sasa akili ina uwezo pia wa kutengeneza damu mbaya au ikatengeneza damu nzuri. Na akili inatokana na nini? Inatokana na kile ambacho pia unakula katika akili. Nikiwa na maana kwamba kile unachotazama, kile ambacho unakisoma, kile ambacho unakifikiria kila siku na kila saa, na chenyewe kinatengeneza damu iliyo safi au damu ambayo isiyo safi, ambayo inapelekea maradhi. Kwa hiyo kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ya chakula, inatengeneza damu, ambayo hii inatengeneza damu moja kwa moja, kwa sababu kile unachokula kikiingia tu katika tumbo na digestion inafanyika, kile chakula kinabadilika kuwa damu na kinabadilika kuwa damu, na sasa hapo tunaweza tukatengeneza damu ambayo ni safi, ambayo inatupatia nguvu, ambayo ndiyo inatupatia na kutupatia uwezo wa kuwa na afya tele, au ikawa ni the other way around, yani ikiwa na maana ni vinginevyo. Lakini pia kile ambacho tunasikiliza pia kinaweza kikatengeneza damu iliyo safi ama kikatengeneza damu ambayo siyo safi. Na napenda uelewe jambo moja, kiukweli na kiuhalisia,
akili ina nafasi kubwa sana ya kutengeneza damu safi au damu mbaya. Nakosa lugha nzuri, yani good blood or bad blood, nafikiri hivyo. Kwa hiyo akili ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kufanya hivyo, na kwa bahati mbaya hatuna kipimo cha kupima akili. Hatuna kipimo kinachoweza kupima uhusiano kati ya akili pamoja na damu zetu, ila tuna kipimo ambacho kinapima sasa matokeo ya michakato yote huu, kama ni mchakato wa akili au ni mchakato wa vile ambavyo tunakula, ambacho hiki kipimo tukienda hospitalini damu yetu inatolewa na inapelekwa maabara na wanaweza kusema kwamba matokeo ni nini, lakini kiuhalisia mara nyingi, nasema mara nyingi kama sio mara zote, tatizo pia linaweza likawa ni la akili, lakini pia tatizo linaweza kuwa linasababishwa na ile lifestyle, kwa sababu hivi vitu vyote vinaenda pamoja. Kwa hiyo natamani sana tutembee pamoja mpaka mwisho wa video hii. Utapata kitu ambacho ni cha msingi sana, jinsi ambavyo unaweza ukasaidia kwanza kuzalisha damu safi, nikiwa na maana hata kama una tatizo la kukosa damu, video hii inakwenda kukupatia msaada. Lakini pia sio tu issue ya kupata damu, na tutaliongelea pia hilo kwa mapana, kwa sababu kuna wengine ambao wanaongezewa damu na baada ya muda sio mrefu wanakuwa wanafanyaje, wanaweza hata kupoteza maisha, kwa sababu damu nzuri ni ile ambayo unaitengeneza kama nilivyosema kupitia wewe mwenyewe, ambavyo ni vitu viwili, roho ambayo ni mind pamoja na vyakula na lifestyle yote kwa ujumla. Hata jinsi unavyolala, jinsi unavyovuta hewa, vyote hivyo vinachangia kuwa na damu safi na salama au kuwa na damu ambayo ni damu mbovu. Vyakula vya majani vyenye ukijani, greens, ni vyakula ambavyo ni agent mkubwa sana, ni agent mkubwa sana wa kutengeneza damu yako, nikiwa na maana kwamba hivi vyakula vinasaidia kwa sehemu kubwa kutengeneza aina ya damu ambayo itakuwa ni damu iliyokuwa safi, na si tu kutengeneza damu safi, lakini pia hata kuitengeneza damu yenyewe. Kwa hiyo tunapokuwa na upungufu wa damu, kwa mfano umekwenda hospitalini ukaambiwa una upungufu wa damu, ni vizuri sana kabla hujafikia hatua ya kupewa damu ya mtu mwingine ambaye hata umfahamu, na hili ninapenda tu kuliongea vizuri kwa uwazi zaidi. Kwa mfano ni kweli wanapokuwa wanapima damu ili iweze kuchukuliwa kwa ajili ya kuhifadhiwa na kwa ajili ya kumpatia mtu mwingine, damu hiyo huwa inapimwa, lakini bado haiondoi uhalisia kwamba hata damu pamoja na kupimwa, yule mtu, sisi wote hapa tuna lifestyle ambazo ziko tofauti, nikiwa na maana kwamba tunaweza tukawa na damu isiyokuwa na vimelea vya wadudu, lakini tukawa na damu ambayo isiyo salama sana kwa sababu ya aina ya maisha ambayo tunaishi, nikiwa na maana kwamba kuna watu ambao tunakula vyakula ambavyo sio not very healthy, sio vyakula vyenye afya sana. Kuna watu ambao lifestyle yetu inaweza ikawa tunatumia vileo ambao vitu vyote vinavyoviongea sio salama kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya damu, vinaharibu damu, havifanyi iwe ni damu yenye uhai. Sasa vipimo vile huwa vipimi mtu anayekunywa pombe, mtu ambaye hali virutubisho fulani. Ni kweli wanaweza kupima damu katika kiasi fulani, lakini kiukweli na kiuhalisia sisemi kwamba watu wasipewe damu, na si hafifishi damu zile ambazo zinatolewa na zinahifadhiwa, kwa sababu hata watu wakipata ajali, kiukweli na kiuhalisia huwezi kumwambia mtu atumie sasa greens, atahitaji kupata replacement ya damu kwa muda kwa ajili ya kuokoa maisha kina mama wajawazito na kadhalika. Kuna scenarios kama hizo, lakini bado pointi yangu iko pale pale kwamba hatuwezi tukaishi kwa kutegemea damu ya mtu mwingine. Mungu ametupatia miili yetu tuweze kutengeneza damu, na tunaweza tukatengeneza damu kwa kupitia vyakula. Sehemu ya kwanza, chakula tunachokula, matunda, lakini zaidi mboga za majani. Mboga za majani zina uwezo mkubwa sana wa kutengeneza damu. Ukitoa mboga za majani, vyakula vingine hivi ambavyo kama mbegu, nuts, mbegu za aina zote pia zinasaidia kutengeneza damu iliyo safi. Kumbuka kwamba vyakula vyote mwisho wake vinatengeneza damu, lakini hapa tunapoongelea swala la mboga za majani tunaongelea specific kitu ambacho kinaweza kikasaidia kuongeza damu kwa wingi, lakini pia kuleta ile
alkalinity, kuifanya damu kuwa alkaline na sio acidic. Vyakula vyote hivi vina uwezo wa kufanya hayo ambayo nimesema. Kama utakula vyakula vizuri vitakufanya uweze kuwepo na damu yenye alkaline. Kama utakula vyakula vibaya vitaifanya damu yako kuwa damu ambayo ina asidi. Na habari mbaya ni hii kwamba watu wengi sana tunakula vyakula ambavyo vinatengeneza acid na sio alkaline. Kwa hiyo vinatengeneza a poor blood katika system zetu. Hapa nimeongelea vyakula, sijakuja katika vitu ambavyo vina katika akili au katika mind au katika spirit. Kwa hiyo natamani tuweze kubadilisha mfumo ya maisha. Napotembea katika sehemu nyingi nakuta kuna mabanda ya vyakula hivi haraka, chipsi, kuku, mishikaki na kadhalika. Vyakula vyote hivi vinatengeneza damu mbaya. Vyakula vyote hivi vinatengeneza poor blood ambayo mwili wako hauhitaji. Mwili wako unahitaji damu iliyo nzuri, damu iliyo salama, damu iliyo safi, na haiwezi kupatikana katika vibanda vya chips. Lakini pia hata majumbani kwetu, jinsi tunavyoandaa hata hizi mboga za majani, mboga zinapikwa sana mpaka zinakuwa za brown. Hata vile viungo carrots na vitunguu, vyote hivi tukiwa viwe steamed, yani vifanywe katika ile hali ya sio kuchemshwa, yani kupashwa na katika joto fulani tu la joto fulani hivi, na vikatolewa, vinaweza kawa ni vizuri sana kwa ajili ya kurepair mwili, lakini pia kwa ajili ya kufanya tuweze kuwepo na damu salama na damu safi. Lakini kama nilivyosema, kwa wale ambao ni wagonjwa tayari ambao wamepungukiwa damu, tafadhali sana tusitegemee kuwekewa damu ya mtu mwingine ambaye tumfahamu. Ni vyema na itakuwa vyema sana tukitumia greens, tutumie juisi za green, juisi za mboga za majani. Hata kama hauna blender, utatwanga kwa kutumia kitu chochote na utakamua uweze kupata ile thick, ile juice inaitwa sharubati, ile nzito kabisa. Ukiweza kunywa ile, utashangaa jinsi ambavyo seli zako za mwili zitakuwa repaired na zitazalishwa katika uharaka sana, na zikishazalishwa zinakwenda sasa kurepair, zinakwenda kufanya kazi ile ambayo inatakiwa kujenga mwili. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo tunaweza tukapata afya ya damu iliyo safi ni katika vyakula vyote ambavyo vinatokana na ardhi na sio vyakula vya viwandani. Hata tukiangalia mwili wetu ulivyoumbwa, Mungu wakati anatuumba hakukuwepo na kiwanda katika bustani ya Eden. Kiwanda alichokitengeneza Mungu ni ardhi, na hiki kiwanda cha ardhi tukiendelea kukitumia kitakuwepo ni bora katika maisha yetu. Lakini wanadamu wamekuwepo ni wajuzi zaidi kuliko Mungu, wametengeneza viwanda, wamechukua vyakula ambavyo havina nutrients, havina madini ya kutosha, havina virutubisho vya kutosha, na ili sasa waviongezee virutubisho, waviongezee ladha, kwa sababu kumbuka, chakula ambacho hakina virutubisho huwa hakina ladha. Nikiwa na maana kwamba vyakula hivi kutokana na ardhi ambazo tunatumia, mbolea tunazotumia, havina ladha. Kwa hiyo wanachokifanya wao sasa, wanaweka vikolezo. Ndio ikiwa na maana kwamba wanaweka sukari. Vyakula vingi tunavyotumia vina sukari nyingi, vinawekwa chumvi nyingi, lakini pia vinawekwa vitu vingi ambavyo vitaifanya kile chakula kiweze kufanyaje, kuvutia. Hayo yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu amekuwepo mtaalamu kuliko Mungu. Lakini tungeweza kumaintain bustani, mazingira ambayo tunaishi, tukatengeneza mboga za majani ambazo hazitumii mbolea wala hazitumii madawa, zingekuwepo ni nzuri na zingekuwepo zina ladha. Lakini si tu katika mboga za majani, lakini katika kila kitu ambacho tunaweza tukatumia kitaweza kutusaidia. Kwa hiyo napenda tu uelewe kwamba damu safi ndiyo inayopelekea wewe kuwa na afya bora. Lakini sehemu nyingine ambayo natamani uweze kuelewa ni kwamba ni akili. Akili yako inaweza kutengeneza damu iliyo safi ama ikatengeneza damu iliyokuwa ambayo ni mbovu. Nikiwa na maana kwamba kama una msongo wa mawazo, kama una shida yoyote ya kuto kusamehe, nimekuwa nikiongea katika lecture zangu zilizopita, kama una shida ya kubeba vitu moyoni mwako, chuki na hasira, vyote hivi vinapelekea kutengeneza damu mbovu, kwa sababu unapokuwa unawaza mambo yaliyo machafu, kumbuka kwamba akili yako imetengenezwa kutengeneza maisha. Kwa hiyo kwa kadri unavyotengeneza mauti, maana unapomchukia mtu, hiyo ni mauti. Kuwa na hasira, hiyo yote ni kifo, ni mauti. Kwa hiyo akili yako inaacha sasa kuproduce maisha, ina produce kifo.
na ndio maana wagonjwa wengi pia ambao wa magonjwa haya ya kawaida huwa yanakuwa yanatokana pia na hayatokani na vimelea ama au bakteria, hayatokani na vimelea au bakteria ama sijui virus. Wengi unakuta kwamba inatokana na akili, kwa sababu mtu anapokuwa anamfikiria mtu, anapomwaza mtu aliyemtendea jambo fulani, ile yote inapelekea mwili kutengeneza sumu. Yani mwili wenyewe una uwezo wa kutengeneza sumu, na actually si kwamba mwili unatengeneza sumu, lakini ni effect ya kile ambacho wewe umekuwa ukikiwaza na kukifikiria. Kwa hiyo tuwaze mambo mema, tuwapende ndugu zetu, tuwe na furaha muda wote, lakini sasa tule vyakula ambavyo vinatoka katika kiwanda alichokitengeneza Mungu, ambacho ni ardhi. Hatuwezi tuka advance kutoka kwa Mungu. Tupunguze vyakula vya viwandani. Vyakula hivi vya viwandani vinatengeneza damu ambayo ni chafu, damu ambayo sasa inatufanya tuweze kuwa wepesi kuingia katika shida mbalimbali za afya. Tutakapofanya hivyo, tukiwa na hivi vitu vyote viwili, nikiwa na maana kwamba afya ya akili pamoja na afya ya mwili, tutakuwa na afya bora na tutakuwa na damu safi. Na ngoja nikwambie rafiki yangu, hakuna ugonjwa unaoweza kukaa katika damu safi. Hakuna ugonjwa wowote unaoweza kusurvive katika damu iliyo safi, iwe ni ukimwi, iwe ni kansa, iwe ni ugonjwa wowote. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo tutakuwa na damu safi, tutakuwa huru katika magonjwa, lakini kwa kadri ambavyo tunaendelea na lifestyle hizi, tutakuwepo na damu ambayo ni chafu. Lakini jambo jingine ni mazoezi. Wote tunajua kwamba tunahitaji mazoezi. Mazoezi, tunapokuwa tufanye mazoezi, damu yetu inakuwa inatembea katika mwendo ambao ni mwendo ambao hautakiwi. Yani ikiwa na maana kwamba damu inakuwa haina mzunguko ule unaostahili katika mwili wako. Najaribu kuongea lugha ambayo utaweza kunielewa rahisi zaidi. Kwa hiyo unapokosa mzunguko wa kutosha, kitu gani kinachotokea? Ina maana kwamba kwanza virutubisho vyote vinakuwa haviendi katika mwili wako, katika kila kiungo, kwa sababu kila kiungo cha mwili wako kinahitaji kirutubisho fulani. Kwa hiyo damu inapokuwa haiendi katika ile movement ambayo inatakiwa iende kwayo, ina maana kwamba virutubisho vitakuwa haviendi na havifiki katika maeneo yote ya mwili wako kama inavyotakiwa. Lakini jambo jingine ni kwamba katika viungo vyetu, kwa kadri ambavyo viungo vyetu vinafanya kazi, vinazalisha uchafu ambao uchafu unatakiwa uondoshwe, na hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kaondosha huo uchafu isipokuwa ni damu. Sasa kama hatuna damu ambayo inatembea, inafanya vizuri, ina maana kwamba tunakuwepo na uchafu, tunakuwepo na asidi katika viungo vyetu, na hiyo inapelekea sasa kupata matatizo ya kiungo husika. Okay, kwa hiyo kila kiungo kinachokuwa kinapata shida ni kwamba kuna mambo mawili. Kwanza, hakuna damu safi ambayo inafika pale, lakini pia hakuna virutubisho ambavyo vinafika pale. Kwa hiyo inaweza kawa ni moja katika hayo, ingawaje mara nyingi ni vyote viwili vinakwenda kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama utakuwa na unafanya mazoezi, ukifanya mazoezi unachosababisha unasababisha damu iweze kutembea. Kwa hiyo kama damu itatembea kwa haraka na kwa uzuri zaidi, sio haraka ile ambayo ni ya ugonjwa, ina maana kwamba itapeleka virutubisho katika kila kiungo, na kila kiungo kitaweza kuwa repaired, kwa sababu hiyo kazi yote inafanyika na damu yenyewe. Kwa hiyo na wewe utakuwa na afya njema. Lakini usipofanya hivyo, ina maana kwamba tayari utajikuta kwamba damu yako inatembea in a sluggish way, na ndipo hapo ambapo sasa maradhi mengi yanaanza kutokea. Mara unajisikia mchovu, mara unajisikia kiuno kinauma, mara unajisikia mgongo, mara unajisikia kichwa kinauma. Kumbe ni kwa sababu haujafanya mazoezi. Lakini jambo jingine ni kwamba damu yako ndiyo inayobeba oxygen. Oxygen inabebwa na damu yako. Kwa hiyo ina maana kwamba kama damu yako haitembei vizuri, na damu ambayo ni poor blood, yani damu ambayo ni mbaya, huwa haitembei vizuri katika mwili yetu. Kwa hiyo ina maana kwamba kila kiungo cha mwili wako ambacho kinahitaji oxygen kitakosa oxygen. Kikikosa oxygen, kiungo chochote kinapokosa oxygen kinakufa. Naomba ulielewe hili. Kiungo chochote kikikosa oxygen kinakufa. Kwa hiyo unaona umuhimu wa kukosa damu ambayo ni safi. Damu chafu ambayo haina oxygen ya kutosha
ina maana kwamba haitaweza kulipea kiungo na haitapeleka oxygen katika viungo vya mwili. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunaposema kwamba damu ni uhai, hata neno la Mungu limeandika hivyo kwamba damu ni maisha. Ina maana kubwa sana. Ina maana kwamba ni uhalisia kabisa kwamba tunahitaji kuwa na damu safi ili tuweze kuwepo na maisha yaliyo bora. Na tukifanya hivyo, ina maana viungo vyetu kwanza, uchafu wote wa mwili tutaweza kuondoshwa kwa kupitia damu inayosafiri vizuri, lakini pia viungo vyetu vyote vya mwili vitaweza kupata virutubisho kwa kupitia damu ambayo ni safi, lakini pia tutaweza kuwa na marekebisho ya mwili ambayo yanafanyika kila dakika pasipo sisi hata kuweza kufahamu, kwa sababu kumbuka, kuna matendo ambayo sisi tunayaona, lakini kuna vitu ambavyo vinaendelea ndani ya mwili wetu. Yaani kinachoendelea ndani ya mwili wetu, wewe na mimi hatuna uwezo wa kufanya chochote. Na hii ni pointi ya msingi sana, na hii pointi ikufikirishe pale unapokuwa unachagua kitu cha kula. Yaani ukisha kula tu hicho chakula, kinapoingia ndani ya tumbo lako, huna uwezo wa kusema kwamba hiki chakula nataka kikaujenge mwili wangu. Ni mambo mawili tu. Kama ni chakula kibovu, kinakwenda kuharibu damu, kinakwenda kuharibu afya yako. Kama ni chakula kizuri, kinakwenda kujenga mwili wako, kinakwenda kuifanya damu yako iweze kuwa safi. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba hatuna choice. Na hii itupelekee kwamba tunapofanya maamuzi ya tunakula nini, uchaguzi wetu wa kwanza usiwe katika ladha. Uchaguzi wetu wa kwanza uwe ni aina ya gani ya chakula ambacho kitafanya tuweze kuwepo na damu safi. Lakini maisha yetu sisi pia ya kila siku yataweza kutegemeana na je, tunatengeneza damu safi au tunatengeneza damu chafu. Nikiwa na maana pia tunahitaji rest, tunahitaji kupumzika, pia inapelekea damu iweze kuwa damu iliyokuwa safi. Na mwisho, hata katika mavazi yetu pia yanaweza yakapeleka damu kuwa safi ama damu kuwa chafu. Miili yetu iliumbwa kuwa covered. Miili yetu iliumbwa kusitiriwa au kusitirika. Wakina dada wengi kutokana na utandawazi wanapenda kuvaa nguo ambazo zinawaacha wakiwa nusu uchi. Hiyo yote inapelekea damu kuwa chafu. Na napenda niongee jambo hili. Wakina dada wengi wanaugua maradhi mengi ni kwa sababu ya aina ya mavazi wanayovaa ambayo yamepelekea kuwa na damu ambayo ni chafu. Na niseme hivi, damu inapotoka katika chanzo chake inatoka na joto ambalo joto ni la muhimu, na inapozunguka, nikiwa na maana kwamba kama ni rich blood ambayo ndio ile oxygen, inapokuwa inazunguka kupeleka oxygen katika viungo vya mwili na kuchukua ile damu chafu sasa ambayo ina hiyo carbon dioxide na kuirudisha tena katika mapafu ili iweze kubadilishwa tena kuwa tena rich blood, ni kwamba ni lazima iende ikiwa na aina ya joto, nikiwa na maana kwamba lazima iwepo na kiwango cha joto kile ambacho kilitoka katika uhai ambao ni katika moyo. Sasa kama damu inarudi katika chanzo chake ikiwa ya baridi, kiuhalisia tunaua moyo. Matatizo ya moyo yanaanzia hapo. Lakini si moyo tu, hata figo na kadhalika. Na najaribu sana, hii ni lecture ndefu sana inayoongelea swala la damu, lakini ninachotaka uelewe ni kwamba ni lazima tufuate sheria za afya. Lazima wakina dada tuvae nguo ambazo zinasitiri maungo yetu yote, si tu kwa sababu ya mambo ya kidini wala kwa ajili ya maadili, lakini pia ni kwa ajili ya kutengeneza damu iliyo safi. Na hili somo liko mbeleni la mavazi, ambayo tutaangalia mavazi jinsi ambavyo yanaathiri damu. Lakini pia usivae nguo inayobana sana. Unapovaa nguo inayobana pia na yenyewe inasababisha kuwa na damu iliyo chafu. Unapovaa mavazi ambayo yanabana, yanasababisha damu isiweze kuwa na mzunguko ule ambao unafaa, na hiyo inapelekea kutengeneza damu yenye madhara. Kwa hiyo naamini kwa tips hizi ambazo nimejaribu kuongea, chakula cha kimwili, lakini chakula cha kiroho, kile unachowaza, kile unachofikiria, kile unachotazama, kile unachosikia, vyote hivi vinaathiri damu. Lakini pia mavazi, unavaa nini, vyote hivyo vinaathiri damu. Kwa hiyo kuanzia sasa hakikisha unatengeneza damu iliyo safi, damu ambayo itakuwa ina maisha, damu ambayo ina current ambayo nikiwa na maana ni kama umeme, kwa sababu sisi hata maisha yetu yanatembezwa katika mfumo wa umeme. Sisi ni umeme. Ninaposema mind na maana ni umeme.
na umeme unatembea katika damu ambayo inatembea katika kiwango kile ambacho Mungu alikiumba. Kwa hiyo tatizo lolote tu linapotokea, either kuslow down au kwenda katika spidi ambayo haitakiwi, tayari tunakuwa na tatizo la afya. Usikae katika kochi, simama, fanya mazoezi, tembea. Wakina mama wanapenda kukaa, msipende kukaa katika makocha. Watoto wanapenda kukaa, na kina baba msikae. Hakikisha unatembea ili kuweza kuwa na mzunguko wa kutosha wa damu, ili mwili wako uweze kutoa taka za mwili, lakini pia uweze kujijenga kupitia vyakula vile ambavyo tunakula, ambavyo ni vyakula sahihi na si vyakula vya sumu. Na baadaye tutaangalia ni vyakula gani ambavyo ni vibaya vinavyoweza kwenda kuharibu damu yetu. Nategemea video hii itakusaidia kuweza kubadilisha maisha, kubadilisha mfumo wa maisha. Hakikisha unakuwa na damu iliyo safi. Tafakari mambo yaliyokuwa mazuri. Ukiamka asubuhi, furahia maisha. Umshukuru Mungu kwa kukupatia zawadi ya siku. Usianze kuamka na manunguniko. Vyote hivi vinakwenda kuharibu damu yako. Hakikisha unafanya mazoezi. Vyote hivi vitakusaidia uweze kuwa na damu iliyo safi.